Pisha mbele hapo pasha kwa kubaya, muda mchache unalia huku unasimulia. Kwenye tope pana timu Kavumbi. Nipo na mwalimu Yanga bwana, na hii ni Spoga na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Najikunguta upupu. Aga. Aga. Bwana, nataka nifahamu Young Africans ili mcheze mechi, kitu gani mnataka kifanyike? Kwanza mechi namba ipi? 184. 187 ni mechi gani? 184. Mechi ya 184 ya tarehe 8 84 zidi ya Mnyama Simba Sports. Ili mcheze, kitu gani kifanyike mwalimu? Jambo moja, mchezo wa 184 match tarehe 8 match, huo mechi ilishaisha. Yanga tulifuata taratibu zote ambazo zilituamuliwa kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu za TFF na bodi ya ligi. Yanga walifanya maandalizi yote, Yanga alienda uwanjani, mashabiki walienda uwanjani na timu ilienda uwanjani. Kwa kiujumla mechi hiyo imeisha. Hiyo unachosema wewe ni la useme ambao malalamiko klabu ya Yanga amepelekea kwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Tulisema mambo matatu ambayo ya msingi na muhimu. La kwanza, bodi ya ligi ijiuzuru kwa sababu mchezo 184 wameshindwa kutendea haki kama mchezo mkubwa katika barani Afrika na katika ardhi ya Tanzania. Hilo la kwanza. La pili, klabu ya Yanga ilipeleka malalamiko na tukawaambia barua yetu tunahitaji pointi 3 kwa mujibu wa kanuni na sheria ambayo tumejiwekea. Timu ambayo haikufika uwanjani kwa mujibu wa kanuni zetu sisi za bodi ya ligi, nasema timu inyang'anywe pointi 3, ichukuliwe pointi 5 na ishushwe daraja. Unatakiwa ujiulize Dede, kati ya Yanga na Simba tarehe 8 Machi nani akuja uwanjani? Kwa bodi ya ligi waende kwenye msafu wao waangalie ni nani aliyevunja kanuni ya kutokuja uwanjani. Kwa kanuni tunasimama nayo. Lakini jambo la pili tuzungumza, hii klabu maana yake ileka gharama kubwa kwa ajili ya dabi. Watu wamekaa kambini katika hoteli ya hadhi ya nyota 5. Gharama zote ambazo zilifanyika kwa ajili ya kuandaa klabu kwa ajili ya hiyo mechi, inapaswa bodi ya ligi na wale ambao wamelisha mechi ni lazima waende kulipa. Hiyo ndio ikopo, ni mambo matatu ambao tuwatuma uongozi wa klabu ya Yanga chini ya Rais Engineer Said na wajumbe wa kamati ya utendaji, hayo malalamiko wapelekee bodi ya ligi na kamati, na wao wamefanya namna hiyo. Kwa sisi tunasubiri bodi ya ligi na kamati waje kujibu hayo mambo matatu, maombi matatu ambao wamepeleka kwenye klabu. Hawajajibu mpaka leo? Hawajajibu. Au nyie mmeona kama amejibu sehemu yoyote? Inawezekana taasisi zinajibiana kwa maana maandishi. Kwanza hii ni tunazungumza jambo ina manufaa kwa umma, ina interest kwa umma. Umeelewa? Ni jambo kubwa ambalo Yanga walitoa hayo mambo mbele ya umma ili wafahamu mambo anayohitaji. Kwa bodi ya ligi hawajajibu, maana yake wangetakiwa paswa atoe kwa umma kama barua walioandika tarehe 8 Machi. Hawajafanya hiko kitu. Na hawajafanya kwa sababu tunaamini ni ulevi wa madaraka. Ni kiburi cha madaraka, ndio maana hawajafanya. Kama Yanga maandika barua hiyo, imepita miezi 3 hujajibiwa. Simba waliandika barua tarehe 7 Machi saa 4 usiku. Wamekuja kuwajibu barua yao saa 8 mchana siku inayofuata tarehe 8 Machi. Hiyo ndio nasema kuna double standard ambayo inaendelea katika mpira wetu. Tukisema bodi ya ligi mjiuzuru, maana yake kuna double standard kama hizo. Hilo jambo la kwanza ambao tumezungumza liko very clear. Lakini jambo la pili, lazima tuambie mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wote mko mkoani, msijisumbue kuja tarehe 15 kwa ajili ya mechi 184. Hiyo mechi haipo. Wizi uliotendeka tarehe hapa tumeona bodi ya ligi wamezungumza, logistics zote zinaendelea vizuri. Simba wametoa game ambayo wanafanya maandalizi kuelekea katika game ijayo na walipost mechi ni Benjamin Mkapa. Nyinyi ndio wenyeji wa mchezo na bila shaka ndio mlitakiwa au mnatakiwa mpange viingilio. Inakuwaje hapa mwalimu? Ndio maana tukasema jana, kama msikia afisa bodi ya ligi kaka yangu Karim Boimanda alizungumza na aliwaambia kwa very clear, huu mchezo ni wa Yanga. Yanga anapaswa kufanya maandalizi kwa ajili ya mchezo 90%. 10% ndio wanafanya wao. Unanielewa? Kwa tafsiri ya haraka maana yake mchezo ni wa Yanga. Wameposti jana, wamebakisha mechi 3. Mechi na ambao umetajwa Singida ligi 2. Hao ndo msimamo wa klabu ya Yanga.
Hao ukisema wameposti wamefanya vitu kingine, sio kweli. Hawezi kufanya maandalizi yoyote ya mechi bila kumshirikisha mwenyeji. Ni kwa mujibu wa kanuni. Ndio maana tukasema hii tusiwasumbue watu ambao tarehe 8 Machi walikuja Benjamin Mkapa ambao na vingilio vyao vimeliwa. Hiyo ni ukweli kwa sababu hiyo mechi haipo. Tusiwasumbue tena watu kusema toke mkoani waje tena vingilio vipotee. Hawa wananchi ambao wanataka kuja, mimi nazungumza kwa niaba ya mashabiki na wanachama, msije mechi ya tarehe 8. Mechi ya tarehe Zili sasa mkuu wa mashabiki. Yes. Tarehe 8 Machi ndio mechi ifanyika, mechi 184. Tarehe 15 mechi hiyo haipo. Si unanielewa Isaya Dede? Nakuelewa. Hii tusiwasumbue watu. Wakatoka mkoani, wakatoka nchi za watu wakaja, mechi haipo afu baadaye ikaita taruku katika nchi hii. Nchi hii una utaratibu. 15 sasa mtakuwa wapi kwa mujibu wa Young Africans? Nini ambacho mtakuwa mnafanya? Kwanza jambo kubwa, tarehe 15 tumepata mambo matatu makubwa. La kwanza mwananchi mwenzetu Paulo Kagame, rais wa Rwanda, ametualika kwenda kuzindua uwanja wa Mahoro Stadium pale Kigali, Rwanda. Kuna ofa ya kwenda kucheza na Lion Sport ambaye ndio timu ya wananchi pale Rwanda. Lakini tumepata heshima Gor Mahia wametupa mwaliko wa kwenda kucheza mechi ya kirafiki katika uwanja wa Nyayo Stadium ambao unapatikana pale Kenya. Siku gani? Hiyo umetuambia tarehe 15. Lakini vile vile Rais Infantino, rais wa FIFA, mwenye mpira wake, ametuambia, ametupa mwaliko kama observer wa kwenda kwenye FIFA Club World Cup tarehe 15 Juni ambayo inaanza mashindano Marekani. Yes. Vilabu bingwa dunia, rais wa FIFA amewaalika? Yes, kwenda kama observer. Unajua Marekani na Poland katika mkutano wa Berlin mwaka 84 alikuwa ni kama observer, anaangalia jinsi gani makoloni yanavyogawa. Kwa FIFA wanaamini mwakani klabu ya Yanga itaenda kwenye FIFA Club World Cup. Ni lazima aende kuangalia maandalizi ya mechi yanavyokuwa na wenzake. Ndio mama tualika tarehe 15 Juni. Mkajifunza. Sasa tuna mambo matatu. Leo mashabiki wa klabu ya Yanga wanatakiwa waandae pasipoti, ni mwendo wa mwewe. Rwanda, Kenya, Marekani. Sisi hatuendi pale Mbagala au hatuendi pale Temeke nauli 500. Hazi ya kupanda 500 nauli ni akina Kisugu. Sisi hazi yetu ni mwewe. Dola hapa ngapi? Dola 700, dola 100, dola 700, dola 500. Unaenda. Waweza sasa manake ndege ya mama itakuwa haipo hapo. Sikiliza, hapo sio ndege ya mama. Hapo sisi tukaanza tukafanya, tukakodi ndege yetu sisi wenyewe, tukamwambia mama, una midege yako hii 7. Ndege hili moja inahitaji mashabiki 2000. Ndege zako 3 zi mashabiki 2000. Tunakupa gharama, tunaenda kuwakilisha nchi. Ndio kubwa, ndio giant huo. Yaani tunachukua ndege za nchi kwenda kwenye jambo la nchi la nchi yetu kama Lion Sport. Tunachukua ndege kwenda kwenye jambo la FIFA Club World Cup ambao huko Rais Infantino anakaa na hapa na sisi na Yanga. Ndio kubwa. Unanielewa? Hiyo haiji kwa bahati mbaya Isaya Dede. Ni lazima uwe mkubwa. Serikali yenyewe wametambua timu bora katika ardhi ya Tanzania ni Yanga. Juzi waziri atukabidhi sisi. Gala pili mfululizo ile. Ndio kubwa. Yaani serikali yenyewe inajua timu bora katika Tanzania. Ukichukua basket, handball na football, timu bora ya mwaka ni klabu ya Yanga. Rais anaweza kutunyima ndege? Tunataka jambo la Kagame? Au rais anaweza kutunyima ndege kwenda Marekani? Jiandae mwanangu, twende Marekani. Marekani. Maandishi matatu. USA. United States of America, afu na mwingine hapa nchini yake. GSM Gaibu Said Mohamed. Tunaangalia pale Wydad anacheza na club nyingine huko. Tunamwangalia Wydad anacheza na Man City. Ndio anacheza mechi yao. Kundi moja Wydad Man City tunaangalia. Tunamwangalia National anacheza na nani hapa? Ndio ukubwa huo. Hiyo ujibati mbaya. Yaani CAF FIFA hawezi kukualika wewe Isaya Dede ambayo unaishia kupata shanga. FIFA wanakuangalia wewe. Watu wanapata shanga. Si watu ndugu zetu wamepata shanga katika mfukoni hata kuzivaa. Sikiliza. FIFA wanaangalia wewe Yanga. Una mchango gani duniani na Afrika? Wanamwangalia Yanga ndio klabu ya 3 Afrika. Kwa wanachama wengi kuliko timu yoyote kiacha National Zamalek inafuata Yanga Sports Club. Wanamwangalia wewe Yanga una jambo gani? Kwenye ranking inaonekana mnyama wa 5 pale.
Hapo kikosi chake kina thamani ndogo lakini watano. Kama Simba Sports anaunguruma pale. Sasa mdogo wangu Saaded. Na hii nyesi ndio kwa sema Simba ya 4. Si imeshushwa sasa na Berkane baada ya kuchukua finali. Sikiliza. Na turudia tena. Narudia tena. Mashindano yakianza yakabingwa na shirikisho barani Afrika. Yakianza nafasi yao itakuwa ni ya 7. Save hii video. Hawako nafasi yale manake yameshaisha. Mashindano yanaanza upya. Yakianza upya nafasi yao ni nafasi ya 7. Mashindano yakianza upya Yanga nafasi yao ni ya 8. Yaani wale na sisi wao na sisi tutakuwa kwenye poti namba 2 mashindano yatapoanza. Unanielewa? Mashindano yameisha. Hayo ambao wameshiriki yameisha. Wako nafasi ya 5 kwa mujibu wako wewe. Lakini yatapoanza mashindano ya kimataifa watakuwa mujibu wako wewe. Mimi kwa mujibu wangu ya 5, wewe ya ngapi? Mimi nabaki pale. Kwa wako nafasi ya 7. Na mashindano Simba akianza asipokuwa nafasi ya ngapi? Mimi niko nafasi ya 9 sasa hivi. Kwa mujibu ya FIFA. Kwa maana yake wewe ni failure ya kimataifa. No. Ukisema failure unakosea. Wydad wako nafasi ya ngapi? Sasa Wydad wako nafasi ya ngapi? Yakianza mashindano Wydad Casablanca anakuwa nafasi ya 12. Sio kama unajua wewe kitu wewe. Inakuwa nafasi? Wydad wako mashindano gani? Berkane kwa mujibu wako unasema wako nafasi ya ngapi? Ya 4. Wako mashindano gani? Shirikisho. No. Wako mashindano gani? Kwa mujibu wa FIFA na CAF. Ukiwa nafasi ya 4 unaenda kwenye FIFA Club World Cup. Na kuuliza Berkane wapo? Hizo vitu vyote vinakuja kupimwa msimu unaokuja. Wewe ukisema umefeli mwenzako umefeli yuko nafasi ya 8 amefeli vipi? Amefeli mwenzako na Ngao Jamii, amefeli na Toyota Cup, amefeli na Muungano, amefeli kwa finali ya Sadi Foundation, amefeli ni bingwa mtetezi wa NBC. Amefeli kivipi? Ndio maana nakwambia Isaya Dede anatakiwa uelewe. Ile project yao ambao walikuwa wanaaminisha watu, Kigwangwala leo amekuja kuzungumza na mitandao ya kijamii. Mbunge wa Nzege amesema. Aliwaambia wana Simba, nyie huyu Ponjolo anawaibia. Aliwaambia wana Simba, huyu Ponjolo manake hayuko serious. Nataka nikuulize, Simba ya msimu uliopita aliyekuwa bingwa Ngao ya Jamii, Simba ya msimu uliopita aliyekuwa bingwa kombe la Muungano, mwaka huu ana kombe gani Isaya Dede? Jibu swali. Simba ya msimu uliopita ambao Mohamed aliwaaminisha na umma, wakina Magoli akaumisha umma kuwa Simba hii ni mbovu. Hiyo Simba na kikombe mpaka sasa hivi. Tunakubaliana na kikombe. Kwa maana yake Simba waliumbwa au timu kama anasema ni timu kubwa ni kwa ajili ya makombe au kwa ajili ya kushika nafasi ya 2? Kwa ajili ya makombe. Kama ana makombe wamefeli au hajafeli? Si bado anapambania NBC. Anapambania NBC. Isaya Dede. Mpe nafasi. Sikiliza, ana makombe haya ameshiriki. Ameshiriki Ngao ya Jamii. Yote amekosa. Yote sikiliza. Bado moja. Sikiliza basi. Isaya Dede, unatakiwa urelax mdogo wangu. Muungano hajashiriki msimu. Relax. Umesema Muungano hajashiriki. Si ndio? Kombe lolote ambaye ameshiriki yeye, Yanga kwa ameshiriki maana yake Yanga lazima awe bingwa. Kombe la Ngao ya Jamii ameshiriki hajashiriki? Ameshiriki. Bingwa nani? Yanga. Sadi Foundation ameshiriki hajashiriki? Ameshiriki. Ameshia hatua gani? Nusu finali. Yanga ameshia hatua gani? Iko finali. Kwa amefeli hajafeli? Amefeli. Tunakuja katika shirikisho, si ndio, barani Afrika. Bingwa nani? Berkane. Hapo amefeli hajafeli? Amefeli, hajachukua kombe. Hayo mashindano matatu nimezungumza, umesema akishiriki maana. Sibi basi, tutakuja hayo matatu ambayo yameisha. Yeye ambao hatua zimefika ya hatua ya mwisho. Katika makombe manne, matatu aliyoshiriki, mmoja bado yuko nafasi ya 2. Nataka nikuulize, kwenye mashindano matatu mtu ambaye amefeli na shindano moja ambao ulipo, hiyo timu itakuwa imefeli au imefaulu? Itakuwa imefaulu nusu. Isaya Dede, nusu maana yake angalau angekwenda shiriki mashindano mawili. Katika mashindano manne ukaja kusema kombe la Muungano hajashiriki. Nimekuambia kombe lolote Yanga akishiriki bingwa ni Yanga. Na kuuliza kombe la Muungano bingwa nani? Mwananchi.
Tafsiri ya haraka kwa maana yake angeshiriki bingwa angekuwa ni Yanga. Ngao ya Jamii ambaye ameshiriki bingwa ni nani? Yanga. Kwa tafsiri kombe lolote akishiriki na Yanga bingwa ni Yanga. Ukisema kushiriki kule sio kushiriki tukimbia katika mashindano. Maana Simba amefeli. So mimi wewe ujiulize, mwaka jana alikuwa na vikombe viwili. Mwaka huu ana kikombe kimoja. Nimekuuliza amefaulu ana kikombe. Amefaulu amefeli? Amefeli. Feli. Tunakubaliana kwa timu imefanyaje? Sasa wewe unaaminishaje dunia kama hii ni timu bora wakati nyumbani imefeli? Sikiliza. Wewe unawezekana hujui Isaya Dede. Kombe ambao wanajidai wao waliofika mbali shirikisho. Si ndio? Tunakubaliana. Kwa yeye maana katika mashindano yote, shindano rahisi kwake yeye kufika mbali ni shirikisho. Uongo kweli? Tunakubaliana. Shindano CRDB Federation Simba ameishia nusu finali. Tunakubaliana kwa CRDB Federation ni ngumu kuliko shirikisho barani Afrika. Uongo kweli? Hapo ni kuuliza watatu. Wewe hapo Isaya, naongea na wewe Isaya, tuongea na mtu mwingine. Isaya usinikimbie, naongea na wewe. Hii ni hesabu za kawaida. Unasukuma umesema ndio, umesema hii ni timu inashiriki mashindano matatu. Shindano moja ameenda finali. Unimeelewana Isaya Dede? Ndio. Shindano lingine ameishia nusu finali. Nataka nikuulize, shindano ambao amecheza finali na shindano ambao ameishia nusu finali, lipi gumu kwake yeye? Gumu lile lenye azi kubwa kuliko lingine. Haujajibu swali. Tunajibu hivyo. Sikiliza. Tunasikiliza swali. Tunarudia tena. Kwa shindano ya CRDB Federation, maana yake Simba alishia nusu finali. Kwa maana yake ukutana nusu finali ni jepesi. Ngoja kwanza sikiliza. Ukishia nusu finali maana yake umekutana na vizingiti na maana umeshinda kwenda mbele. Ndio tafsiri ya haraka. Hii leo hapo ukikuta kuna ukuta, ukashindwa kupita kuna ukuta maana yake ni kizingiti. Unanielewa? Ukakuta kuna ukuta, ukipita maana yake sio kizingiti. Ndio tafsiri ya mpira Isaya. Ni sasa na wewe uko shuleni. Unanielewa? Uko shuleni. Darasa la 7 umefaulu. Ukaenda form 4 ukafeli. Tafsiri ya haraka maana yake la 7 ni rahisi kuliko form 4 ndio maana la 7 umefaulu. Isaya Dede. Tunaelewana? Nakuelewa. Form 4 umeshindwa kufaulu kwa sababu ni ngumu. Tunaelewana? Tunakubaliana CRDB Federation ni ngumu kwa sababu wamefeli. Amekutana na timu nzito. Ndio maana Isaya Dede, kama unafanya vizuri interview zangu karudie nyuma. Nilikwambia hivi, kombe ya CRDB Federation ni gumu kuliko kombe ya shirikisho barani Afrika. Pale tulikaa. Ushasahau? Unakumbuka? Kwa Singida ni top kuliko Berkane. Sikiliza. Singida ni top kuliko Berkane. Uzito ni sawa. AS Berkane ndio uzito ni sawa. Berkane na Singida uzito sawa. AS Berkane amempiga, sikiliza. AS Berkane amempiga Simba bao 3-1. Uongo kweli? Kweli. Singida Black Star amempiga Simba bao 3-1. Uongo kweli? Kweli. Hawa watu hawafanani? Hawafanani. Unasema hawafanani 3-1 hazijafanana hizo? Hawafanani. Haujajibu swali Isaya Dede. Singida Black Star amempiga Simba bao 3-1. AS Berkane amempiga Simba bao 3-1. Hawa watu uzito sio sawa? Figa zinafanana. Haujajibu swali. Uzito sio sawa. Level ni tofauti, ni kweli. Singida level yake ni kubwa ndio maana amesababisha Simba asiende finali. Uzito wa Singida umemfanya Simba asiende finali, uzito wake ni mkubwa kuliko AS Berkane ambao amecheza na mechi mbili kapiga bao 3-1. Singida Black Star mechi moja bao 3. Huo ubora shirikisho. Na ili uweze kwenda shirikisho barani Afrika ambao wanajidai wao, ni lazima huko shirikisho uwe bingwa. Singida anahitaji kuwa bingwa aende shirikisho. Atuambia Simba ataenda mashindano ya kimataifa kama nani? CAF anasema ni timu mbili zinahitaji kwenda mashindano ya kimataifa. Bingwa NBC na bingwa shirikisho wa CRDB Federation. Simba mwakani ataenda kama nani? Sasa ngoja ligi. Haujajibu swali. Hapo ligi mpaka ligi ishaisha. Bado muda makabidhiano tu. Sikiliza tarehe 18 tarehe 21 ndio utajua ligi imeisha bado haijaisha. Ligi inachukua mtu ambaye mwenye pointi nyingi kuliko mwenzake. Kati ya Yanga na Simba naye mwenye pointi nyingi. Shukrani sana bwana. Haujajibu swali. Ana wivu sana.